alipata jeraha la bega, na of course yeye ilikuwa tofauti na Pacome Zouzoua. Yeye bega lake lilichomoka kabisa, yani alipata shida, bega likachomoka kabisa. Pacome alipata maumivu, lakini Edmund alipata hiyo shida. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amepata matibabu sahihi na leo amekaa kwenye benchi. Maana yake hatua za kurudi kiwanjani zimekaribia. Mchezaji Farid Musa Malik baada ya muda mrefu kutokuonekana leo amekuja kukaa kwenye benchi. Maana yake pia hatua za kuingia kiwanjani zimekaribia. Mchezaji unapotoka kwenye mpango wa wachezaji 20 au 22 kwenye mechi ukaja ukaingia kwenye wachezaji labda 18 kwenye mechi, maana yake hatua inayofuatia mbele kuingia kwenye wachezaji 11 kwa ajili ya kucheza. Timu ni kubwa, ina wachezaji wengi na lazima kila mmoja nafasi yake itakuja, kwa sababu mashindano yanazidi kuchanganya hivi, ndio opportunities zinazidi kuonekana. Tumepitia kipindi cha majeraha mengi sana hapa na yanaendelea kutusumbua mpaka sasa hivi. Kwa mfano taarifa ya captain wetu Dickson Job tayari yuko South Africa kwa ajili ya kufanyiwa operation. Na yeye kama alivyotangaza kocha, tunataka tukamkosa kwa miezi 2 mpaka 3. Pacome yuko nje kwa sababu ya majeruhi. Mzize ameshafanyiwa operation, taarifa yake atakuwa nje mpaka mwisho wa msimu. Kwa maana ukiangalia nani? Boka, yes. Boka naye ameenda kufanyiwa vipimo, tutapata majibu kesho. Mwanzoni alikuwa na shida kidogo ya afya kwa maana ya malaria, lakini katika mazoezi akamtonesha pia kwenye eneo la goti, naye ameenda kufanyiwa check up, tutapata majibu yake. Yote haya ni kuonyesha kwamba tunapitia kipindi kigumu kidogo cha kupoteza baadhi ya wachezaji ambao tunawatumia kwenye kikosi cha kwanza kwa sababu ya majeraha. Mungu atusaidia inshallah, watatibiwa vizuri na watarudi. Na ambao wamebakia kwenye timu sasa hivi wako wazima, wataendelea kupambana, wataendelea kupata matokeo mazuri inshallah. Inawezekana ikatengeneza maswali kutokana na majeruhi yamekuwa mengi sana kwa kipindi hiki kwa upande wa Yanga. Wachezaji ambao mmewataja kama sio 4 basi 5. Kwa upande wa taarifa daktari nasemaje kuhusiana na majeraha hayo? Shida ni nini? Kwanza unajua majeraha, ndugu yangu, sio jambo ambalo mchezaji anatoka nyumbani anafikiria kuja kulipata. Lakini pia sio jambo ambalo labda jopo la madaktari linafikiria kuitengeneza kwenye timu. Jambo la majeraha linamkuta mchezaji yoyote kwenye shughuli za mpira. Unaweza ukaumia kwenye mechi, unaweza ukaumia kiwanjani. Kwa mfano mchezaji kama Dickson Job, shida yake ni nini kwa daktari wa Yanga? Shida yake akachezewa foul kwenye mechi, apata jeraha kubwa ambalo limemweka nje kwa miezi 2. Alipata jeraha la bega, of course yeye ilikuwa tofauti na Pacome Zouzoua. Yeye bega lake lilichomoka kabisa, yani alipata shida, bega likachomoka kabisa. Pacome alipata maumivu, lakini Edmund alipata hiyo shida. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amepata matibabu sahihi na leo amekaa kwenye benchi. Maana yake hatua za kurudi kiwanjani zimekaribia. Mchezaji Farid Musa Malik baada ya muda mrefu kutokuonekana leo amekuja kukaa kwenye benchi. Maana yake pia hatua za kuingia kiwanjani zimekaribia. Mchezaji unapotoka kwenye mpango wa wachezaji 20 au 22 kwenye mechi ukaja ukaingia kwenye wachezaji labda 18 kwenye mechi, maana yake hatua inayofuatia mbele kuingia kwenye wachezaji 11 kwa ajili ya kucheza. Timu ni kubwa, ina wachezaji wengi na lazima kila mmoja nafasi yake itakuja, kwa sababu mashindano yanazidi kuchanganya hivi, ndio opportunities zinazidi kuonekana. Tumepitia kipindi cha majeraha mengi sana hapa na yanaendelea kutusumbua mpaka sasa hivi. Kwa mfano taarifa ya captain wetu Dickson Job tayari yuko South Africa kwa ajili ya kufanyiwa operation. Na yeye kama alivyotangaza kocha, tunataka tukamkosa kwa miezi 2 mpaka 3. Pacome yuko nje kwa sababu ya majeruhi. Mzize ameshafanyiwa operation, taarifa yake atakuwa nje mpaka mwisho wa msimu. Kwa maana ukiangalia nani? Boka, yes. Boka naye ameenda kufanyiwa vipimo, tutapata majibu kesho. Mwanzoni alikuwa na shida kidogo ya afya kwa maana ya malaria, lakini katika mazoezi akamtonesha pia kwenye eneo la goti, naye ameenda kufanyiwa check up, tutapata majibu yake. Yote haya ni kuonyesha kwamba tunapitia kipindi kigumu kidogo cha kupoteza baadhi ya wachezaji ambao tunawatumia kwenye kikosi cha kwanza kwa sababu ya majeraha. Mungu atusaidia inshallah, watatibiwa vizuri na watarudi. Na ambao wamebakia kwenye timu sasa hivi wako wazima, wataendelea kupambana, wataendelea kupata matokeo mazuri inshallah. Inawezekana ikatengeneza maswali kutokana na majeruhi yamekuwa mengi sana kwa kipindi hiki kwa upande wa Yanga. Wachezaji ambao mmewataja kama sio 4 basi 5. Kwa upande wa taarifa daktari nasemaje kuhusiana na majeraha hayo? Shida ni nini? Kwanza unajua majeraha, ndugu yangu, sio jambo ambalo mchezaji anatoka nyumbani anafikiria kuja kulipata. Lakini pia sio jambo ambalo labda jopo la madaktari linafikiria kuitengeneza kwenye timu. Jambo la majeraha linamkuta mchezaji yoyote kwenye shughuli za mpira. Unaweza ukaumia kwenye mechi, unaweza ukaumia kiwanjani. Kwa mfano mchezaji kama Dickson Job, shida yake ni nini kwa daktari wa Yanga?
Shida yake akachezewa faulu kwenye mechi, apata jeraha kubwa ambalo limemweka nje kwa miezi miwili. Alipata jeraha la bega, na of course yeye ilikuwa tofauti na Pacome Zouzoua. Yeye bega lake lilichomoka kabisa, yani alipata shida, bega likachomoka kabisa. Pacome alipata maumivu, lakini Edmund alipata hiyo shida. Hii namshukuru Mwenyezi Mungu, alipata matibabu sahihi na leo amekaa kwenye benchi. Maana yake hatua za kurudi kiwanjani zimekaribia. Mchezaji Farid Musa Malik baada ya muda mrefu kutokuonekana leo amekuja kukaa kwenye benchi. Maana yake pia hatua za kuingia kiwanjani zimekaribia. Mchezaji unapotoka kwenye mpango wa wachezaji 20 au 22 kwenye mechi ukaja ukaingia kwenye wachezaji labda 18 kwenye mechi, maana yake hatua inayofuatia mbele kuingia kwenye wachezaji 11 kwa ajili ya kucheza. Timu ni kubwa, ina wachezaji wengi na lazima kila mmoja nafasi yake itakuja, kwa sababu mashindano yanazidi kuchanganya hivi, ndio opportunities zinazidi kuonekana. Tumepitia kipindi cha majeraha mengi sana hapa na yanaendelea kutusumbua mpaka sasa hivi. Kwa mfano taarifa ya captain wetu Dickson Job tayari yuko South Africa kwa ajili ya kufanyiwa operation. Na yeye kama alivyotangaza kocha, tunataka tukamkosa kwa miezi miwili mpaka mitatu. Pacome yuko nje kwa sababu ya majeruhi. Mzize ameshafanyiwa operation, taarifa yake atakuwa nje mpaka mwisho wa msimu. Kwa maana ukiangalia nani? Boka, yes. Boka naye ameenda kufanyiwa vipimo, tutapata majibu kesho. Mwanzoni alikuwa na shida kidogo ya afya kwa maana ya malaria, lakini katika mazoezi akaitonesha pia kwenye eneo la goti, naye ameenda kufanyiwa check up, tutapata majibu yake. Yote haya ni kuonyesha kwamba tunapitia kipindi kigumu kidogo cha kupoteza baadhi ya wachezaji ambao tunawatumia kwenye kikosi cha kwanza kwa sababu ya majeraha. Kwa Mungu atusaidie inshallah, watatibiwa vizuri na watarudi. Na ambao wamebakia kwenye timu sasa hivi wako wazima, wataendelea kupambana, wataendelea kupata matokeo mazuri inshallah. Inawezekana ikatengeneza maswali kutokana na majeruhi yamekuwa mengi sana kwa kipindi hiki kwa upande wa Yanga. Wachezaji ambao umewataja kama sio wanne basi watano. Kwa upande wa taarifa daktari nasemaje kuhusiana na majeraha hayo? Shida ni nini? Kwanza unajua majeraha, ndugu yangu, sio jambo ambalo mchezaji anatoka nyumbani anafikiria kuja kulipata. Lakini pia sio jambo ambalo labda jopo la madaktari linafikiria kulitengeneza kwenye timu. Jambo la majeraha linamkuta mchezaji yoyote kwenye shughuli za mpira. Unaweza ukaumia kwenye mechi, unaweza ukaumia kiwanjani. Kwa mfano mchezaji kama Dickson Job, shida yake ni nini kwa daktari wa Yanga? Shida yake akachezewa faulu kwenye mechi, apata jeraha kubwa ambalo limemweka nje kwa miezi miwili. Alipata jeraha la bega, na of course yeye ilikuwa tofauti na Pacome Zouzoua. Yeye bega lake lilichomoka kabisa, yani alipata shida, bega likachomoka kabisa. Pacome alipata maumivu, lakini Edmund alipata hiyo shida. Hii namshukuru Mwenyezi Mungu, alipata matibabu sahihi na leo amekaa kwenye benchi. Maana yake hatua za kurudi kiwanjani zimekaribia. Mchezaji Farid Musa Malik baada ya muda mrefu kutokuonekana leo amekuja kukaa kwenye benchi. Maana yake pia hatua za kuingia kiwanjani zimekaribia. Mchezaji unapotoka kwenye mpango wa wachezaji 20 au 22 kwenye mechi ukaja ukaingia kwenye wachezaji labda 18 kwenye mechi, maana yake hatua inayofuatia mbele kuingia kwenye wachezaji 11 kwa ajili ya kucheza. Timu ni kubwa, ina wachezaji wengi na lazima kila mmoja nafasi yake itakuja, kwa sababu mashindano yanazidi kuchanganya hivi, ndio opportunities zinazidi kuonekana. Tumepitia kipindi cha majeraha mengi sana hapa na yanaendelea kutusumbua mpaka sasa hivi. Kwa mfano taarifa ya captain wetu Dickson Job tayari yuko South Africa kwa ajili ya kufanyiwa operation. Na yeye kama alivyotangaza kocha, tunataka tukamkosa kwa miezi miwili mpaka mitatu. Pacome yuko nje kwa sababu ya majeruhi. Mzize ameshafanyiwa operation, taarifa yake atakuwa nje mpaka mwisho wa msimu. Kwa maana ukiangalia nani? Boka, yes. Boka naye ameenda kufanyiwa vipimo, tutapata majibu kesho. Mwanzoni alikuwa na shida kidogo ya afya kwa maana ya malaria, lakini katika mazoezi akaitonesha pia kwenye eneo la goti, naye ameenda kufanyiwa check up, tutapata majibu yake. Yote haya ni kuonyesha kwamba tunapitia kipindi kigumu kidogo cha kupoteza baadhi ya wachezaji ambao tunawatumia kwenye kikosi cha kwanza kwa sababu ya majeraha. Kwa Mungu atusaidie inshallah, watatibiwa vizuri na watarudi. Na ambao wamebakia kwenye timu sasa hivi wako wazima, wataendelea kupambana, wataendelea kupata matokeo mazuri inshallah. Inawezekana ikatengeneza maswali kutokana na majeruhi yamekuwa mengi sana kwa kipindi hiki kwa upande wa Yanga. Wachezaji ambao umewataja kama sio wanne basi watano. Kwa upande wa taarifa daktari nasemaje kuhusiana na majeraha hayo? Shida ni nini? Kwanza unajua majeraha, ndugu yangu, sio jambo ambalo mchezaji anatoka nyumbani anafikiria kuja kulipata. Lakini pia sio jambo ambalo labda jopo la madaktari linafikiria kulitengeneza kwenye timu. Jambo la majeraha linamkuta mchezaji yoyote
kwenye shughuli za mpira. Unaweza ukaumia kwenye mechi, unaweza ukaumia kiwanjani. Kwa mfano mchezaji kama Dickson Job, shida yake ni nini kwa daktari wa Yanga? Shida yake achezewa faul kwenye mechi, apata jeraha kubwa ambalo limemweka nje kwa miezi miwili.